Mtazamaji wa Ibn Umar TV, tupo hapa Masjidi Al-Khairi Mabanda ya Papa. Kwa siku hii ya leo tunapata tafsiri ya Suratul Maida. Sura hii ina aya 120 na atakayetutafasiria sura hii ni Sheikh Saidi Umari. Hivyo basi, mtazamaji wa Ibn Umar TV, tunakusisitiza ya kwamba ubaki nasi mpaka pale tamati. Mimi jina langu ni Amri Ramadhan. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo biidhnillah darasa yetu itakuwa katika aya ya 89 katika suratul Maida. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia sheria miongoni mwa sheria zake au utaratibu wa kiapo. Kiapo ni kitu ambacho kinaendana na maisha ya mwanadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea utaratibu. Kwanza, utaratibu wa kwanza, anapotaka kuapa, aape kwa jina la Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam: man kana minkum halifan falyahlif billah, yoyote miongoni mwenu anayetaka kuapa basi na ape kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa maana kiapo ni sehemu ya ibada, kwa hiyo itekeleze kupitia jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Isitumike jina jingine lolote kwa jina au sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamezoea mtu kuapa kwa jina la mtume, asema mtume vile, kwenye kiapo asema wanabi. Halikuthibiti hilo, sio njia sahihi. Njia sahihi ni kuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Au wengine wamezoea kuapa kwa majina ya baba zao na mama zao, anasema baba vile au mama vile. Haya yote yamekatazwa. La tahlifu biabaikum wala biummahatikum, msiape kwa majina ya baba zenu wala majina ya mama zenu. Kwa hiyo sharti ya kiapo uwe unaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kusema wallahi, billahi, tallahi. Hivyo ndivyo viapo ambavyo vinatakiwa. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Mwenyezi Mungu hatokuchukulieni, hatokuadhibuni, hatokuteseni kwa viapo vyenu vya kipuuzi. La yu'akhidhukumullah, Mwenyezi Mungu hatokuchukulieni, yani hatokupitisheni hukumu juu yenu, billaghwi fi aymanikum, kwa viapo vyenu vya kipuuzi. Viapo kuna aina tatu. Kuna kiapo cha kipuuzi, ni ile mtu anapenda sana kuapa na kuingiza, yani katika mazungumzo yake anapenda sana kuingiza kuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. La wallahi, mimi yani wallahi, yani kuna watu wakifanya kidogo tu, mimi kufika ule muda tu wallahi wanasikia tabu sana. Yani wengi wanazungumza wallahi aitia, ina maana wallahi sio kama anaapa, ni mdomo wake umezoea kufanya hivyo. Sasa kiapo kama hiki kinaonekana ni kiapo cha kipuzi, hakina thamani. Lakini pia kuna kiapo wanaita yaminu munaqid, kiapo cha kuwajibika ambacho ndiyo chenye kufungamana, ambacho atakielezea hapa katika Qur'an. Nani kile ambacho mtu anakusudia kwa dhati kuapa,
na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu jambo hili sikulifanya, au jambo hili mimi silijui. Hicho ni kiapo ambacho kinaitwa yamin munaqid. Lakini pia kuna kiapo wanaita yaminu ghamus, kiapo cha kumfanya mtu ende akazamishwe katika moto wa jahannam kwa kiapo hicho. Kiapo hicho ni kuapa Mwenyezi Mungu, ni kuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na wakati wewe ni muongo, yani kulitumia vibaya jina la Mwenyezi Mungu. Unaapa kiapo cha uongo na hali unajua kwamba kile unachokifanya ni uongo. Kiapo hicho ujue ni kiapo kitakuzamisha motoni siku ya Kiyama. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala kazungumzia viapo viwili hivi. Kiapo cha kwanza ni yaminu laghaw, kiapo kile cha kipuzi. Mtu atakapokuwa anazungumza na huku anaapa hapa, basi kiapo hicho Allah hatokichukulia, na mtu anatakiwa akome na ajifunze na ajilazimishe kuachana na kiapo cha namna hiyo. Walakin yuakhidhukum, lakini atakushikeni, atakuchukulieni, bima aqadtumul ayman, kwa viapo vyenu mlivyoapa, kwa nia mlioifunga barabara. Walakin yuakhidhukum, lakini atakuchukulieni, atakushikeni, yani atapitisha hukumu juu yenu, bima aqadtumul ayman, kwa viapo vyenu mlivyoapa, kwa nia mlioifunga sawa sawa, yani vile ambavyo mmekusudia kuapa, mmetia nia ya kuapa, hicho Mwenyezi Mungu atakuchukulieni. Na inatakiwa ukiwa umeapa basi utekeleze hicho kiapo chako, iwe ni kweli na umetimiza. Lakini mtu akataka atoke kwenye kiapo, pengine nimeapa kwenye jambo fulani, halafu baadaye akaona nataka nibadilishe, bwana ona nimekosea, nifanyeje? Sikulazimika kuapa. Pengine mtu alisema mwanae, wallahi nakuapia leo nitakupiga, afu baadaye akaona sasa nampigia nini mtoto, akataka ajirudi. Njia ya kujirudi sasa ndio hii anasema fakafaratuhu, kafara lake la mtu aliyeapa katika hiyo yamini munaqid aliyokusudia kuapa, it'amu 10 masakin, ni kuwalisha maskini 10, min awsati ma tut'imuna ahlikum, kwa chakula cha katikati na kati mnachowalisha watu wenu wa nyumbani. Ina maana chakula cha kati na kati ni kile chakula cha kawaida kama vile mkate na nyama, wali na nyama, yani kile chakula ambacho ni rasmi, yani watu wengi wameweza kwamba kama kuna mgeni, kama atafanya jambo zuri, basi anaweka chakula kile. Usije ukasema chakula tu, mimi kwangu nyumbani mwenyewe ni mnyonge na muogo mimi na uono kila siku. Kwenye hilo hautafaa. Ni chakula kizuri, lakini kwenye hili lazima utafute kile chakula cha kati na kati, si cha juu sana wala si cha chini sana. Baadhi ya wanachuoni hapa akasema kama vile mkate na nyama na vinginevyo. Hiyo iwe ndio ya kwanza, kuwalisha maskini 10, unawaweka karibuni, unawapa chakula. Baada ya hapo itakuwa kiapo chako wewe kitakuwa unaweza ukafanya jambo jingine, ikawa utekeleze kile kiapo, hapo umetoa kafara. Hiyo ni hatua ya kwanza. Au kiswatuhum, au kuwavisha, ununue nguo 10 kila mmoja itakayeweza kuzuia kiwiliwili chake. Kama ni kanzu, unapiga kanzu wote watu 10. Au tahriru raqaba, au kumpa ungwana mtumwa, umwacha huru mtumwa. Yani hapa ala takhiri, utachagua lipi ambalo kwako wewe ni jepesi utalifanya. Faman lam yajid,
na asiyepata, yani ikawa mtu hawezi kuwalisha maskini 10, hawezi kuwavisha maskini 10, hana uwezo au hana mtumwa wa kumwacha huru, lakini ana kiapo atakatoke katika kiapo kile, fasiyamu 3 ayyam, na afunge siku 3. Fasiyamu 3 ayyam, basi ni kufunga siku 3 ili atoke katika kiapo kile. Dhalika kafaratu aymanikum, hilo ndiyo kafara na viapo vyenu. Idha halaftum, mnapoapa. Dhalika kafaratu aymanikum, hilo ndiyo kafara na viapo vyenu. Idha halaftum, mnapoapa. Vizuri, ni mfululizo ili umalize. Wahfadhu aymanakum, na hifadhini sana viapo vyenu. Msijiapie tu ovyo kama hapa tu kama unavyotaka wewe, ukalitumia vibaya jina la Mwenyezi Mungu. Vihifadhini sana viapo vyenu, mwape pale inapostahiki kuapa, lakini pia muape kwa jina la Mwenyezi Mungu. Msiape kwa viapo vya ambavyo muwe wa kweli katika viapo mnavyoapa, ili muwe mnaenda sambamba na matakwa au na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfadhu aymanakum, na hifadhini sana viapo vyenu. Msifanye viapo ambavyo viko kinyume na utaratibu na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, namna kama hivi anakubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake. La'allakum tashkurun, ili nyinyi mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yubayyinu Allahu, namna kama hivi anakubainishieni Mwenyezi Mungu. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, namna kama hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake. La'allakum tashkurun, ili nyinyi mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema hiyo, juu ya kheri hiyo aliyokupeni, kwa kukuelekezeni katika njia ya sawa, kwa kukuelekezeni katika njia bora, kwa kukuteremshieni kitabu chake kitukufu, na kwa kukuleteeni mtume mtukufu. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, yani enyi waislamu, popote pale alipo muislamu, wito huu unamgusa. Na ndio maana anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, idha sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu fa asghi sam'ak fa innahu khairun yu'mar au sharrun yunhar. Unapomsikia Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, basi tega sikio lako. Fa innahu khairun yu'mar, kwani ni khairi inayoamrishwa, yani itakayokuja baada ya wito huo itakuwa kuna khairi inayoamrishwa, au sharrun yunha, au ni shari inayokatazwa. Ndio maana ukitazama ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara, kama hapa atataja vitu ambavyo ni haramu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kwa hiyo ikija utaona ima ni khairi inayoamrishwa au ni shari inayokatazwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi waislamu, innamal khamru, hakika pombe. Innamal khamru, hakika pombe au ulevi. Na ulevi ni aina yoyote ya ulevi ambao unaharibu akili. Falkhamru kullu ma khamara al-aql, kila pombe ni kile kinachoharibu akili. Ima iwe ni kwa mfumo wa maji, iwe mfumo wa majani, iwe kwa mfumo wa unga, kwa njia yoyote ile,
muda wa kuwa kinalewesha, basi hicho kinaingia katika hukumu ya pombe. Kwa hiyo pombe, Allah subhanahu wa ta'ala, jamani, innamal khamr, hakika pombe, ulevi, iwe pombe tunazozijua za kizamani ambazo zinatokana na matunda, au za kisasa ambazo zinatengenezwa hajulikani, sio ni petroli atiwa mle ndani wakati vitu wanavyotaka wao wenyewe, wallahu a'lam. Kwa njia yoyote ile, na kinaingia kila kinacholewesha, iwe bangi, iwe charasi, iwe cocaine, iwe heroin, iwe mirungi, vyote hivyo. Sio kasema gomba ile mimi sina neno, pia ni katika jumla ya ulevi. Na ili Muislamu, ukimwona Muislamu wanakataa ili gomba kwa maalimo, huyo anajitatiza. Serikali hata zilizokuwa zafuata sheria ya Uislamu zinajua kama ni sehemu ya ulevi, ni katika madawa ya kulevya. Wewe Muislamu ambaye una imani, una kweli, mbona wakataa? Ina maana unashindwa akili na wale ambao wala si Waislamu kama, wala hata hawazifuati sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wameingiza kwamba ni sehemu ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo tunaungana nao kwamba ni madawa ya kulevya, hata kama wasema mimi murungi tani kila haini dhuru. Hata pombe, kuna mtu akinywa anakuondolea mzinga mzima wa whisky, wala hana wasiwasi. Haina maana kwamba haileweshi. Tatizo liko pale pale. Ile ambayo inalewesha kwa wingi, basi uchache wake pia inalewa. Huyo apiga whisky mzinga wiki, sialewa mwisho wake, basi uchache wake pia ni kitu ambacho kiko haramu. Kwa hiyo pombe ni kitu ambacho kimeingia sana kwa wanadamu. Hata kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pombe ilikuwa ni kitu ambacho watu kimewaingia sana, hata katika kukataza kwa sababu ya ule mwanzo. Sasa hivi sheria hakuna, pombe ni haramu, ni haramu. Sio kasema unakuja kwa hatua. Mwenyezi Mungu alikataza kwa hatua, ukatumia hatua hizi. Baada ya Uislamu na baada ya kuthibiti, hakuna tena hatua. Lakini wakati ule ndio Uislamu unaanza, ndio ujumbe unafika, wakaanza tadrijia kidogo kidogo, na wakaanza kuulizana, jamani, pombe hii vipi? Wakati watu wanapiga maji, wala wana wasiwasi na wala hajakatazwa. Ikashuka aya ya kwanza, yasalunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza habari ya pombe na kamari. Nini vina madhara sana hivi? Havina sheria yote ya kukataza hivi? yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Waambie, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, ndani yake kuna madhambi makubwa. Yani ndani ya viwili hivyo, pombe na kamari, ndani yao vina madhambi makubwa, lakini pia vina manufaa kwa watu. Si watu wauza, si watu wafanya biashara, si watu wanafaidika. Kwa hiyo manufaa yapo, lakini pia kuna madhambi kwa sababu ni jambo lisilofaa. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, na madhambi ya viwili hivyo ni makubwa kuliko hata manufaa. Baadhi ya Waislamu wakaelewa kama ndani yake ina madhambi makubwa, manufaa yake hayana faida kwao. Ikiwa manufaa ni madogo, madhambi ni makubwa, mimi naanza kujitoa. Saidna Umar alipoisikia hiyo aya akasema, bado Mwenyezi Mungu tubainishie katika pombe bayana shafia, tupe yani uwazi wa kutosheleza. Baadhi wakaacha, wengine wakasema hapa haijakatazwa, isipokuwa imesema kwamba kuna madhambi makubwa na kuna manufaa. Sasa na nipate dhambi lakini sitapata na manufaa, alafu haya madhambi nitatafuta njia ya kutubu kwa Allah. Ndio mwanadamu anapenda mzunguko sana. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya nyingine, na hii ni kwamba watu wengine, mtu kaingia kwenye swala
Na bahati mbaya wengine wasema akawa ni imamu, akasoma suratul Kafirun, zile sehemu za kukanusha akathibitisha, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Kwa hiyo akaondosha zile. Sasa inaingia kwenye kufru. Allah sema, anamwambia mtume waambie siabudu mnachokiabudu. Anasema mimi naabudu mnachokiabudu. Wa antum aabiduna ma a'budu, na nyinyi mnaabudu pia mnachokiabudu mimi. Ikaonekana kwamba sasa pombe inaleta fitna mpaka katika swala. Imeanza tabu. Wanasema katika tarehe, na mnajua vitu vya historia vingine vya kuchomekea, alikuweko mtu mmoja anaitwa Al-Walid bin Uqba ibn Muayyid. Alikuwa ni mmoja katika viongozi vya Bani Umayya. Asema siku moja aliswalisha, akalala na pombe, akaswalisha swala alfajiri, akapiga raka 4, kisha akasimama, akageuka, akawauliza niwaongeze zimewatosha? Lakini visa vya kihistoria vina matatizo. Yawezekana kama ni kweli na yeye alikuwa kidogo onekana alikuwa na matatizo. Kwa hiyo kama jamani niwaongeze au zimewatosha? Yasema hiyo ni athari ya ulevi. Kwa hiyo Allah akateremsha aya akasema, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Enyi mlioamini, msikurubie swala na hali ya kuwa nyinyi mmelewa, vichwa vishapata moto, hata ta'lamu ma taqulun, mpaka myajue mnaoyafanya, unaoyasema. Kwa hiyo uingie katika swala uwe makini na kile unachokisema uwe unakielewa, kwa sababu uko ndani ya ibada. Na madhara ya pombe ni mengi sana ndugu zangu. Pombe na madhara mengi sana. Miongoni mwa madhara yake ni kukutia gharama. Sio unatumia maji pesa. Kwanza inapoteza gharama, lakini pia haya ni mambo ya kidunia. Lakini pombe inatia maradhi. Wangapi tumeona kitumbo kimejaa hivi, mabega yamekweza juu, pombe ni ulevi. Usio sasa kwa sababu anakunywa gongo, ni ulevi. Mtu mabega yamekweza hivi juu, haelewi, akenda kama vile atakuperuka. Nini? Ulevi. Inaleta maradhi ya kuumwa na kichwa, inaharibu akili, inaleta maradhi ya kuumwa na tumbo. Watu wengine wanapata madhara. Mtu ndani ya familia yake pengine kajisahau, kalala hapo hapo, anaenda chooni bila kujijua, mbele ya watoto, mbele ya familia. Nini? Tumbo limevurugika kwa sababu ya pombe. Mwingine aweza mvua nguo hadharani wala hajali. Na mmoja nipiga kisa, asema walipita sehemu moja, nadhani kwa Jeddah, anasema bwana mmoja kumbe akapiga maji huko juu, akapita mwanamke chini, akaanza kumuita. Yule mwanamke akamwambia shuka chini, bado piga kelele juu. Basi yule bwana kumbe kishavua nguo, kashuka kama alivyoweza. Hiyo ni kazi ya pombe. Zaidi ya hivyo, madhara yanayojitokeza ndani ya jamii. Tutaweza kuja akatukana mtaa mzima, hoja mwakalewa. Ajali zinazopatikana kila siku, barabara zatengenezwa, zatiwa lami, lakini watu wagongana hivyo hivyo. Sababu kubwa sio barabara, sababu ni ulevi. Mtu akwambia nitakaniwahi, anatoka Mbeya au anatoka Tunduma, kwa hiyo akifika zile sehemu za hatari, sehemu kama Kitonga, sehemu ya hatari, yeye anazungusha. Aona sawa tu, anazungusha tu. Mara nimefeli hii dunia, mara zifanye upepo tu nakwenda zaka na nini. Kwa hiyo magari, ajali kila siku. Nini? Pombe. Ingekuwa vizuri mkivifunga basi basi watu kaishi hivi. Kwa hiyo ni matatizo. Na wala na pombe kama pombe zote, kuna nyingine ambapo na pombe nyingine ni pombe haramu.
pombe zote ni haramu. Maana baadhi ya watu wanasema kuna pombe haramu na kuna manake kinyume kuna pombe halali. Pombe halali zile zilizopitishwa na TBS, lakini pombe haramu yale magongo, makangara, siji unasemaje, munga kaswi, haya yote kwa ujumla, chochote kinacholewesha ndani ya Uislamu ni kitu kisichokubalika. Iwe ni haramu, iwe ni halali, vyote ni haramu. Hata kama vina manufaa, yale manufaa Allah shasema madhambi ni makubwa kuliko manufaa. Manufaa yatakusaidia nini? Hiyo yote ni athari ya pombe. Ndio Allah akasema inna ya ayyuhalladhina amanu innamal khamr, enye mlioamini, hakika pombe au ulevi, wal maisir, na kamari kwa majina yake yote yanayojulikana. Iwe ni kamari kwa kutumia hizo nasema karata tatu, au ni kamari jackpot bingo, ni kamari ya bahati nasibu, ni kama ya aina yoyote ambayo inakuwa katika kamari, sheria Uislamu inasema hiyo ni kamari. Iwe ina manufaa, haina manufaa. Manufaa yanajulikana kwenye kamari, manufaa kwa sababu wanapata hela. Iwe kubeti, ambao sasa hivi ndio vijana wengi zikicheza timu, kwa mfano kama leo timu fulani anacheza, ana beti na watu wanapata hela. Kuna kijana tunaswali naye, ndio shughuli yake. Sasa unajua kama ni haramu, sema sasa tafanyaje? Utafanyaje? Cha kufanya utakuja kijua. Sasa ukijui cha kufanya, iko siku utakuja kijua, kwa sababu hii ni haramu. Allah akakukataza na wewe ifanye kwa makusudi baada ya kujua kuwa ni haramu. Kwa hiyo iwe kubeti, iwe njia yoyote ile ambayo itapelekea kuingia katika kamari, ni jambo la haramu, usije ukaingia. Na haiwezi kuwa, hakuna aliyecheza kamari akafanikiwa, hakuna. Siku moja alikuwa anamuona Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio jamaa yake, anamkemea, "Omba wewe ukipata hela kazi zako ni kamari. Nani kakwambia unaweza kuendelea kwa kutumia kwa njia ya kamari? Achana na kamari. Hazina manufaa." Na mfano wa kamari, mikopo ya ajabu, hii mikopo ya riba ambayo kina mama wengi wamekimbia hapa mjini. Wengi wamekimbia mji. Kwa hiyo vyote hivi ni vitu ambavyo vina madhara katika masuala zima ya kamari. Iwe karata tatu, iwe nini, vyote Waislamu tumekatazwa kwa manufaa yetu sisi. Siku zote utaona ugomvi umeanguka. Ukisema kuna ugomvi umeanguka sehemu, ima utakuta ni kamari au pombe. Maana mtu zikishaliwa hela zake mwisho wake nini? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir, enye mlioamini, hakika ulevi au pombe na kamari, wal ansab. Ansab ni masanamu au chochote kile kilichowekwa kwa kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kama mtu aliweka watu kwa naeka mawe akaabudu jiwe, akaenda akaabudu kaburi la shekhe wake, akaenda akaabudu mzimu, akaweka tambiko, akaweka fingo nyumbani kwake, ayote watu wanaweka. Na ni mtu Muislamu ambaye aswali anafuka eka fingo nyumbani, kenda pembe vya nyumbani hasa vijijini, kwa kuna nyumba limekitwa, kuna kijipande cha kini kimevishwa nguo kimekitwa, ambiwa alindwa, hakuna ile gongo la kulinda wewe. Lakini nini? Ni masala ya kishirikina yamemuingia. Kwa hiyo ansab ni kila ambacho kinaabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kila kinachoabudiwa cha kishirikina, kama nilivyosema, iwe ni kwa njia ya jiwe, au mtu kaeka kibao, au kaeka sanamu, au kaeka mzimu, au kaeka fingo nyumbani kwake. Hivyo ni katika vitu visivyofaa, ni ushirikina. Na hatari yake, mtu akifa katika hali hiyo, hata awe na jisigda liko kwenye uso hapa, huyo anakwenda motoni. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kwa hakika yoyote anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo, yani hatapata pepo, na makazi yake ni motoni. Na kila mwenye kudhulumu nafsi yake kwa kufanya vitu kama hivyo vya kishirikina,
hana msaidizi siku hiyo ya kiyama, hakuna kumsaidia. Nani atamsaidia? Kwa sababu kila mmoja ana la kwake la kumtosha. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kila mtu atashikwa kwa yale aliyofanya, hakuna atakayekupa msaada. Kwa hiyo hivi ni katika vitu ambavyo Allah amevikataza. Wal ansab wal azlam. Azlam ni ramli kwa njia zake zote zinazotumika, maana ramli na njia nyingi. Kuna ile ya kupandisha mashetani, akatoa jina, wewe si umekuja hapa ni. Lakini kuna ramli ya kutumia nyota, kuna ramli ya kurusha vibao, imeandikwa vile nini. Mtu ana kitabu chake afanye kibao, anarusha hivi, kisharusha inamuelekeza fungua ukurasa namba fulani, fungua, anakupa maelezo yao. Anakupa maelezo, bwana wewe umekuja kuna kadha fulani ya kuroga, jirani yako anaonekana mtu mmoja mnene mrefu hivi, ni fulani. Leo mara nyingi utasikia kesi watu polisi wanatangaza wamekamata watu, waganga wa kienyeji wamekamata kwa sababu ya ramli chonganyishi. Hakuna ramli chonganishi, zote ni chonganishi. Maana kusema chonganishi kuna nyingine zafaa, zote hazifai. Na ramli katika vitu ambavyo ndani ya Uislamu vimekatazwa. Tumesema man ata arrafan au kahina fasalahu an shay fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mtu ambaye atakwenda kwa mpiga ramli, arraf au kahin, wote ni aina moja. Kwa hiyo akaenda, bwana hebu niangalilie na mambo yangu mimi haendi, kila nikiyapanga mambo yakai sawa. Akamueleza ile swala la kumuuliza tu, siku 40 hazikubaliwi swala yako, si hasara hiyo? Haya, ndani ya zile siku 40 umekufa, na ukifika kitu cha kwanza utakachoulizwa siku ya kiyama ni swala, siku 40 hazipo zile, ni hasara kubwa hiyo. Na ukisema nimemwamini ni kweli, umeshakufuru, umeingia kwenye kufuru kwa sababu umekubali swala la ushirikina. Leo ni wangapi humu wanaingia kwenye matatizo? Wengi. Na wamechangia sana waganga wa kienyeji kwa hizi ramli zao kuleta maafa makubwa. Watu washapigana mapanga huko, watu washauana, fulani aniroga biashara zangu wazeni yule bwana, mimi nakwenda kumkata kichwa huko. Yote madhara ya nini? Kwa hiyo ramli kama ramli haifai kwa aina yoyote, kwa mfumo wowote haifai ramli, hata kama atasema ni kweli. Bwana mwingine anaweza kuja, ni kweli taire ni kweli, ni kweli. Hiyo kumkabidhi kusema ni kweli, basi ni umeingia kwenye hasara. Na kwa nini upige ramli kama unaliona ni tatizo liko mbele yako? Mbona mafunzo yako tayari yapo, njia za mafunzo zipo. Si umepata matatizo, muelekea aliyeleta tatizo, kwa sababu tatizo litokee lenyewe tu. Kama ni maradhi, wako walishatangulia walishapata maradhi. Kama ni matatizo ya kimaisha, wako walishapata matatizo ya kimaisha, na mwenyewe akamwomba Mwenyezi Mungu akawaondolea. Nabii Musa akaondoa tatizo la maisha, kakimbia Misri, kenda zake Madian, hana anemjua, hana cha kufanya, nini afanyeje? Kakwama kimaisha, hana anemjua. Akamwomba Mwenyezi Mungu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Mola wangu mimi mhitaji wa kheri ulioiteremsha, na mimi nahitaji kheri hiyo, uniokoe katika hali hii. Haya ni maradhi. Tunamwangalia mfano wa Nabii Ayub, ni matatizo makubwa, pengine umepata mtihani umeonewa, umesingiziwa pengine kesi. Yote Mwenyezi Mungu ni mitihani anakupa, ukatumia kwa mle ndani. Nabii Yusuf si alivumilia, alafu mwisho alifanyaje? Alitoka. Hilo ni gereza la kiduniani. Kuna gereza la aina yake alilofungwa Nabii Yunus.
Lingereza la aina yake kaliwa na samaki, wewe ule samaki afukoni kaliwa na samaki. Tatizo kubwa kama hilo, mganga gani wa kienyeji anaweza kusema mwanangu bwana kaliwa na samaki, hebu nifanyie atoke? Kuna mganga wa kienyeji anaweza hilo? Mganga wa kienyeji ni dhaifu tu, lakini kwa sababu tumejenga imani za kuamini ndio maana tunaingia kwenye madhara. Lakini ukimwomba Mwenyezi Mungu kwa dhati, basi Allah akatoa njia. Waqala rabbukum ud'uni astajib, niombeni. Tena ikatolewa fursa kwa yoyote yule Muislamu aombe, sio kutafutia mtu ustadhi mimi na matatizo niombee. Je, wewe naye wamjua? Lakini ustadhi wazi maana mwenyewe na kasoro zake. Jiamini wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wakikuuliza waja wangu hakika yangu mimi, yani kuhusu habari zangu mimi, waambie mimi niko karibu nao, ninaitikia maombi yoyote atakayeomba wakati atakaoniomba. Kwa hiyo mimi sina kipingamizi wewe. Na Mtume akatoa maelekezo. Kuna saa hizo ndio hasa ambazo ukiomba unafika ujumbe wako. Ule wakati wa pinga la usiku, thuluthi ya mwisho ya usiku, 9, 10, 11, ile sehemu ndio nafasi ya wewe kuomba. Ile sehemu ambayo kuna watu wanaifaidi, wanaipata lakini wanashindwa kuitumia. Kuna watu nafasi wanaipata, mtu anaamka kama saa 10 kamili anaadhini, ina maana aliamka kabla ya hapo. Sio kazi rahisi. Yule ilikuwa baada ya kuadhini ni wakati wa kufanya istighfar, ni wakati wa kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anateremka katika thuluthi ya mwisho, alafu anasema jamani, kuna mwenye kuomba ni muitikie maombi yake. Yani ni fursa hiyo. Yeye anza kupiga makelele watu usiku kucha, anakosa ile fursa. Kuna haja ya kuelimishwa. Bwana, ukishadhini tulia, tumia fursa hii, matatizo yako yataondoka. Lakini mganga wa kienyeji hawezi kuondoa. Na alafu yalivyokuwa madhara yale yakikuingia katika moyo, huelewi, humwamini, aenda akufanyia kumbe sasa rambi yako sije nikwambie mama yako ndiye alikuroga. Au hayapo jamani? Mama yangu kaniroga baada ya kuwa mtu mzima, sangenimaliza wakati aliponizaa tu. Kanilea mpaka mmekuwa mtu mzima. Leo hii ndio aniroga mama yangu. Kwani mama simuelewi, ndio maana kale macho yake pia badilika mchawi. Ni vitu ambavyo vinapelekea Waislamu kuingia katika matatizo hayo. Ndio Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru, hakika ulevi, wal maisir na kamari, wal ansab na masanamu, wal azlam na ramli, rijsun min amali shaytan, ni uchafu, ni katika matendo ya shetani. Shetani ndiye ambaye anakuja na vitu hivi kama njia ya kuwapoteza watu, kwa sababu ni ahadi aliyochukua siku ile alipotolewa knockout na Adam, akaambiwa msujudie Adam. Malaika wakasujudu, sasa siwezi kusujudia, mtakwaje? Ana khairu minni, bora. Akashindwa kujua kwamba usitazame uliambiwa msujudie, mtazame aliyekwambia usujudi ni nani. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio yule. Kwa hiyo akaonyesha kibri, Allah akafukuzwa. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, toka hapo hakika wewe umefukuzwa na rehema yangu. Wa inna alayka al-la'na ila yawmiddin. Yeye naye akachukua nafasi akasema qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Akasema Mola wangu, kwa sababu umenihukumia mimi kupotea kwa sababu ya huyu, basi huyu na kizazi chake nitawapambia yale mabaya wayaone mazuri. Ndio maana mtu kimwambia mirungi ni haramu, haina chochote ile, shetani huwa anamchezea, anampambia. Wako watu ambao pombe nasema matatizo yake nini? Wacha watu wanywe bwana, watu wachoifanya. Kwanza inaondoa mawazo, Rijsun min amali shaitan fajtanibuhu, jiepusheni
Acheni kufanya mambo hayo, jiekeni mbali, la'allakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu katika maisha ya dunia, muweze kufaulu katika maisha ya akhira. Kwa hiyo ufaulu wa mambo yako ni kujiepusha na maasi. Siku zote ukitaka mafanikio mazuri, uwe umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Allah atakutengenezea mambo yako, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum walladhina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Na wale ambao wameamini na wakafanya vitendo vizuri vinavyomridhisha Mwenyezi Mungu ambavyo alifundisha mtume wake, na wakaamini aliyoteremshiwa Muhammad hali ya kuwa ni haki itokayo kwa Mola wake, kafara anhum sayiati, Mwenyezi Mungu hawa atawafutia makosa yao, wa aslah balahum, na atawatengenezea mambo yao. Atatengeneza mambo yao ya kibinadamu, ya kiroho, lakini pia atatengeneza mambo yao ya kimaisha ya duniani na akhira. Kwa hiyo kuelekea kwa Allah kunasababisha kuondolewa madhambi, lakini kwa sababu kutengenezewa majambo yako ni kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sijitani. Angalia, yuko jamaa mmoja ni mchimba madini, nachimba madini, na wachimba madini wengi kama si wote, wengi wanaingia katika masuala ya uchawi, wanaingia katika masuala haya ya ramli na uchawi, ili ndio wapate, ambaye uweze kupata bila kufanya hivyo, na mambo wanaoambiwa kuyafanya mengine ni mabaya zaidi. Sasa sema, mimi nilikuwa na mwenzangu mmoja, nikaitwa na mama mmoja, John, ni inaonekana mwatokea Tanga sababu nimeangalia kwenye zana zangu hapo, kwa mama ni mtaalamu, anasema nimeangalia wenzao wanatoka Tanga, na yule anaitwa fulani, anaitwa fulani, hampati madini, hapa ni tupate. Mara nyingi nawaona mwingia msikitini pale maswali, na upatikani juu hayo madini, na hiyo njia yenu ni vitu tofauti, kwa hiyo wenyewe huwezi kupata. Kama mtapata basi ni ile ya kupata chakula, lakini madini kama ile ya kufanya mamilionea kama mnavyoona hao zenu hamfiki, kwa sababu hayo masharti hamjawezi. Mimi ndiye ninatoa masharti, najua hamjawezi. Tukawaambia kakutisha tu, sio kweli. Yale madini pale kwenye ardhi kaeka shetani, kaeka nani? Anaambia kaeka Mwenyezi Mungu, ndio mwenye madini. Sasa tatizo, wenda mfuata ambaye si yake na madini, wamuomba akupe. Kwa nini usimuombe mwenye yale madini? Hebu fanya Mwenyezi Mungu, nimekuja, nimetoka zangu Tanga, nimekuja kufuata Mwenyezi Mungu, niruzuku katika afu ukose. Ni kutatizo tu, watu zimejengwa imani hivyo, kama yule amtumia shetani akampa, wewe kumtumia Mwenyezi Mungu utakosa. Ananiambia ni kweli, kuna tukio moja la ajabu. Haya vipi? Bwana mmoja, wala si mchimba madini, lakini pale penye eneo la uchimbaji ndio kwao yeye, ana nyumba yake, akawa chimba choo, shimo la choo, anachouganga kachimba choo, akakutana na ule mkondo wa pita. Asema bwana ni tajiri mkubwa, hayo mawe aliyopata hapo alikuwa tajiri bila kutarajia. Ndio unaona Mungu kaamua kumpa, ndio mwenyewe. Sasa wewe muombe mwenye mali, usimuombe mtu ambaye si yake, na ule asikutishe, nikutishana tu. Inma dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kwa anasema rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni, jiekeni mbali ili nyinyi mpate kufaulu. Inma yuridu shaytan, kwa hakika anataka shaytan, an yuqi'a bainakumul adawa, kuingiza, kutia kati yenu uadui. Anataka kufanya maadui nyinyi kwa nyinyi, muumizane. Fil khamri wal maisir, katika pombe na kamari. Ni katika yote, lakini pombe na kamari ndio zaidi.
anataka kutia ugomvi katika pombe, katika kamari, katika hayo masanamu, katika ramli. Wayasuddakum an dhikrillah, na akuzuieni na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu. Lengo lake kwanza atie ugomvi kati yenu, pili katika jambo lake jingine analotaka ni kukufanya ninyi msiweze kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Hana kichwa ushakitia maji, patajwa Mungu tena. Haya, ushaingia kwenye kamari na uko busy umekula, umekula wewe kalala wapi wewe? Paondokeka kwenda kuswali, wamtaja Mungu pale kweli? Kwa hiyo muda mwingi unaopoteza, muda sio kuuchezea muda. Inma yuridu shaytanu an yuqa bainakumul adawa, kwa hakika shetani anataka kutia baina yenu uadui, walbaghdha, na bughdha, chuki, fil khamri wal maisir, katika pombe na kamari, wayasuddakum an dhikrillah, na kukuzuieni nyinyi na njia na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, wa anis salat, na swala, ambayo swala ni kitu kikubwa, ni kitu cha msingi. Inafikia mlevi hawezi kuswali, inafikia mtu anacheza kamari au cheza skipping, zile yote inaingia vile, hana muda, hamtaji Mwenyezi Mungu, na shetani anafanya kusudi vile. Wewe ukiona upate usingizi, kila kutafusingizi hauji, usitafute dawa za kula uli ulale za usingizi, utahangaika. Wewe tulia, mtaji Mwenyezi Mungu. Wewe panda kitandani afu mtaji Mwenyezi Mungu. Fanya dhikri alafu uone kama itachukua dakika 10 hujalala. Kwa sababu shetani hataki wewe mtaji Mungu, hataki wewe mkumbuke Mwenyezi Mungu. Wewe kajaribu, ukiona usingizi hujatulia bali subhanallah, la ilaha illallah, la, utaona wewe umechukua na usingizi bila kujijua. Kwa nini? Si utakuwa unaingiza, na shetani hataki yeye hilo, kwa hiyo anakuzuia. Kwa hiyo yeye lengo lake kubwa ni kukufanya wewe usimkumbuke Mwenyezi Mungu, usimtaje Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ukimtaja Mwenyezi Mungu utakuwa na mafanikio. Wa ani salat, na swala, ambacho ndio kitu cha msingi. Mtume asema ju'ilat qurratu aini fi salat, kiburudisho cha macho yangu kimefanywa katika swala. Ni kitu kizuri mno. Sasa yeye akwambia usiswali, na ndio kitu cha kwanza atakachohesabiwa nacho mtu siku ya kiyama. Awwalu ma yahasabu bihi abdu yawm al-qiyama as-salat, fa idha salahat salahat sa'iru amali, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ya kwanza atakaloulizwa nalo mwanadamu siku ya kiyama ni swala. Ikiwa nzuri, basi vingine vitakuwa mazuri. Maana kama swala umeitengeneza vizuri, basi vingine itakuwa umefaulu. Fahal antum muntahun, je mtaacha? Yani kwa maana nyingine, acheni. Fahal antum muntahun, je mtaacha? Mtaacha haya ambayo Allah amekukatazeni, au mtaendelea kufanya? Mtaacha kulewa, kunywa pombe, kuuza, au mtaendelea? Mtaacha kucheza kamari na kufanya mambo ya kamari, au mtaendelea? Mtaacha kuabudu masanamu na vinavyofanana na masanamu, au mtaendelea? Je, mtaacha kupiga ramli na inamgusa anayepiga na anayepigiwa? Mtaacha? Kwa maana nyingine, acheni hilo. Maswahaba sema intahaina, sema sasa imetosha, tumeacha. Na watu wakaacha, kila mmoja ambaye alikuwa na guduria la pombe akalimwaga siku hiyo hiyo, kuonyesha imani ambazo walijengwa maswahaba na Mtume, na imani ambayo natakiwa Muislamu awe nayo. Wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini Mtume. Wa atii'u Allah ay fima amarakum wa nahakum an, mtiini Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuamrisheni na yale aliyokatazeni, na mumtii Mtume katika yale amekufundisheni, msizidishe wala msipunguze.
Kumtii mtume ni kufanya yale ambayo ameyafundisha, usije ukatia ya kwako. Uislamu umekuja uko kamili, na amekuja Mungu nao mtume ukiwa kamili, na ameondoka ameukabidhi ukiwa kamili. Sasa asitokee mtu naye akasema halina neno, akalitumbukiza neno, halina neno. Tia kwenye mfuko wako, weka nyumbani kwako, lakini kwenye hii dini ya Mwenyezi Mungu silitie atimkubali, hata kama ndio ni nzuri. Kwa sababu nini? Ni kufuata. Na Allah kaona kwamba mapenzi yake kwa viumbe wake, ili ajenge hoja, kamleta mtume, nenda litubayina linnasi ma nuzila ilayhi, ili ukawabainisha watu walioteremshiwa. Kwa hiyo mtume kaja fanya kazi ya kufafanua. Imekuja Qur'an ijmalan, wa aqimu salata wa atu zakat, simamisheni swala, toeni zaka. Yasimamishwaje swala? Zaka yatolewaje? Funga yafungwaje? Ni kuanzia wapi mpaka wapi? Okay, imekuja funga, lakini yafungwaje? Taratibu zake ni zipi? Ndiyo mtume kazi yake iliyokuja ni hiyo. Watu wanafunga hivi, ukitaka kuhiji ndio akasema khudhu anni manasikakum, chukueni, pokeeni kutoka kwangu ibada zenu. Ibada zote kama mnazitaka, chukueni kwangu, mimi nimekuja kwa ajili hiyo. Ndio maana kila alichokifanya mtume watu masahaba walikiga na kukifanya kuwa ni sehemu ya dini, hawakuwa haja kuongeza. Ukiwa wewe unataka kuongeza, waongeza kama nani? Ndio maana Saad ibn Abi Waqqas alipotumwa na Saidna Umar kwenda kuifungwa Furs, wakati anamuhusia akamwambia, ya Sa'd ibn Uhai, wewe ni Saad mtoto wa Uhai, yani wewe usije ukajifutua na tunamjua baba yako fulani, na heshima ya mtu mbaba, wewe si mtoto yule mzee pale yule. La yaghurrannaka min Allahi an qila khalu rasulillah wa sahibu rasulillah, usije ukadanganyika nafsi yako kwa kuwa eti ni sahaba mtume na ni mjomba wake mtume. fa inna Allah la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi walakinahu yamhu as-sayyi'a bil-hasan. fa inna Allah laysa bainahu wa baina ahadin nasabun illa ta'atuhu, Mwenyezi Mungu hafuti baya kwa baya, bali anafuta baya kwa jema. Mwenyezi Mungu kwake hana nasaba na mtu isipokuwa yule atakayemtii, illa ta'atuhu, isipokuwa ni mtii. Kwa hiyo kule kasema mimi mtu fulani sawa, Mwenyezi Mungu ajui hilo. Anachojua unafanya ibada hufanyi, unafuata taratibu zake ufati. Angalie si nani, mimi si mtu fulani, mimi fulani, haisaidii chochote, haisaidii hicho. Kinachotakiwa ni ucha Mungu wafanya. Lakini mwisho wa maelezo yake anamwambia, fandhuril amra alladhi ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu bu'itha ila an faraqana falzamhu fa innahu al-amr. Hadhihi 'idhati iyyaka in raghibta anha habita 'amaluka wa kunta min al-khasirin. Tazama kila jambo ambalo ulimuona mtume, kwa sababu Sa'd bin Waqqas ni katika wale sabiquna fil Islam, watu wa mwanzo kabisa, tena alitangulia hata kuliko Umar. Anamwambia tazama kila jambo ambalo limuona mtume akilifanya, shikamana na jambo hilo. Hilo ndio jambo la kushika, fa innahu al-amr. Haya ndiyo maonyo yangu kwako. Ukiyakataa ukajifanya huyo habari nayo, habitu amalu, amali zako zitaharibika na utakuwa miongoni mwa wenye hasara. Kwa hiyo kuonyesha kwamba masahaba pia walikiangalia swala la bwana mtume, wote mtume kalifanya hivyo wanalifanya. Kwa hiyo wewe unapotaka kuibua yako unayatoa wapi na kama nani? Kwa sababu msemaji ni mmoja tu katika Uislamu. Msemaji wa Uislamu ni mtume, sio shekhe. Shekhe ni mnukuji na muelezeaji, lakini yeye sio musharrih, mtume peke yake. wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, na mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii mtume. Wahdharu, na jihadharini.
msije akakukuteni katika yale ambayo amekukatazeni. Wahdharu fa in tawallaitum, na kama mkikengeuka, mkiyapa nyongo haya, mkiyapa mgongo haya, mkiyakataa haya, mkiyapuuza haya, kazi kwenu. Fa'lamu, jueni, annama ala rasulina albalaghul mubin, kwa hakika ni juu ya mtume wetu kufikisha ujumbe ulio waziwazi. Yani kazi ya mtume ni moja tu, ukikataa shauri yako, yeye kishafikisha ujumbe wake na yeye atakwenda ulizwa juu ya ujumbe. Basi ndio maana siku ile ya hija ya muagano katika mlima wa Arafa, sababu hija yake ilikuwa ni moja, alikuwa akizungumza kile tuzungumza na jamani, ala hal balagtu, jamani nimefikisha ujumbe, mpaka anamaliza mwisho asema Allahumma shahad, anaelekeza kidole mbinguni asema Allahumma shahad, Mwenyezi Mungu shuhudia, ujumbe nimeufikisha, kazi yako mimi nimeikamilisha na nimeitimiza, na mimi ninakupeni jukumu mliohudhuria hapa, ala falyuballigh shahid minkum alghaib, aliyehudhuria hapa amfikishie mwenziwe hakufika hapa. Ndio maswahaba wakasimama kuleta ujumbe, kuupitisha mpaka umefika kwetu, na ni wajibu wetu kuwafikishia ambao haujawafikia. Fa in tawallaitum, kama mkikengeuka, mkiyapa nyongo haya, mkiyapuuza, mkayakataa, hii itakuwa imekula kwenu. Fa'lamu, jueni, annama ala rasulina albalaghul mubin, kwa hakika ni juu ya mtume wetu kufikisha ujumbe ulio waziwazi. Ndiyo kazi yake kufikisha ujumbe, wala hata kuna ulizwa fulani kaingia motoni, wewe Muhammad tumekutuma, mbona mijitu mingi imeingia motoni? Aende kuulizwa. Na Allah anamwambia inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim. Mtu, hakika sisi tumekutuma wewe, tumekuletea wewe Muhammad hali ya kuwa mtoa habari njema na muonyaji, wala wewe hutaulizwa habari za watu motoni, kwa nini fulani kaingia motoni, hutaulizwa. Ujumbe umefika, kazi yake imemalizika. Kwa hiyo ni wewe kufuata au kutokufuata, shauri yako. naona tushie hapa. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk.